Mimi naitwa Korumbole Bobos, mwandishi msomi kutokea jijini Arusha. Hapa tulipo ni makao makuu ya Global TV Kanda ya Kaskazini, Kondo Building, ambapo pia ipo hoteli ya kimataifa yenye hadhi ya nyota 4 ya Kondo Hotel. Na kikubwa leo hii kwenye ripoti review tunataka tupitie baadhi ya maagizo ya viongozi wa serikali, hasa Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Na kuna wakati yeye mwenyewe amewahi kusema kwamba nikipita mahali nikitoa maelekezo watu wanayapuuzia, baadhi hawayafanyii kazi. Sasa hili limetokea pia katika mkoa wa Arusha. Miezi 6 aliwahi kutoa maelekezo kuhusiana na mgogoro wa ardhi ambao sio mgogoro, ulitengenezwa kama mgogoro wa kuwanyima watu haki yao kwenye eneo ambalo linafahamika kama Mringa Estate. Na hapa alitoa maelekezo haya kabla ya kuja kureview hadi hivi sasa kimefanyika kitu gani katika eneo hilo, ila kwa kifupi tu hakuna kitu chochote ambacho kinaendelea, japo maelekezo yalikuwa ni ya mwezi mmoja. Lakini nimeona watangulizi wote wamesema Mzee Mtei alikuwa anapenda haki na kusimamia haki. Shamba la Mringa Estate lilikuwepo hapa, na katika mchakato kulikuwa kumeelekezwa baadhi ya wananchi wanufaike na sehemu yao. Hiyo ilikuwemo kwenye ambayo ilitakiwa ikabidhiwe kama sehemu ya makabidhiano. Niliambiwa wanunuzi Bajuta Estate na bodi ilipokaa, kuna sehemu waliibadilisha na wakaingia kwenye mzozo. Naelekeza ndani ya mwezi mmoja wawe wamerekebisha yale maeneo waliofuta, na wale watu waliokuwa wanatakiwa kunufaika na eneo hilo wapewe sehemu yao. Mkuu wa mkoa pamoja na watu wetu wa ardhi, kamishina wa ardhi anayehusika, wasimamie ndani ya mwezi mmoja wawe wameshakamilisha, na wawakabidhi wahusika ambao wanastahili kupata kipande kile kama mkataba ulivyokuwa unaonesha. Haya ndio maelekezo ya Waziri Mkuu, na wakati Waziri Mkuu anazungumza hapo kulikuwa ni msibani kwa hayati Mzee Mtei ambaye ni mwanzilishi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, lakini pia aliwahi kuwa gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, gavana wa kwanza kabisa. Hayo maelekezo aliyatoa. Wakati anatoa hayo maelekezo, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alisema kwamba pale ameagizwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ukiagizwa au ukimwakilisha kiongozi kwenye shughuli yoyote ya kiserikali, tafsiri yake hata maagizo unayoyatoa yanakuwa yana muongozo wa yule aliyekuagiza. Lakini tunapozungumza hadi hivi sasa imepita miezi 6 kwamba hakuna chochote ambacho kimefanyika kwa maana ya kupewa taarifa ya mchakato wa kuwapa haki yao waliopaswa kupata haki kama ambavyo Waziri Mkuu alieleza. Na juhudi za kufika kwenye ofisi ya ardhi katika mkoa wa Arusha kwa kamishna wa ardhi tumezifanya mara kadhaa, na mara zote tukiwa tunafika alikuwa akitueleza kwamba mchakato huo unaendelea vizuri, kuna taratibu zinapaswa zifanyike na zimeshaanza kufanyika. Lakini alisema hilo swala linapaswa liongelewe na watu ambao wana mamlaka ambayo yamekasimishwa kwao amrify au kutangaza kwamba hatua fulani imefikiwa, tumefanya 1 2 3, itafanywa na mamlaka ambazo zina haki au zina nguvu hiyo ya kufanya. Lakini wao utaalamu wamesha ufuatilia huo mgogoro, wameshaangalia vipimo, na kweli wale ambao walipaswa kupata haki hiyo wanastahili kupata, hivyo wamesha pitia hatua zote za kutatua changamoto hiyo, kwa maana ya kufanya mambo yao ya kitaalamu, ikiwemo kutoa taarifa kwa pande zote mbili kama kuna pingamizi la kuhamisha umiliki kutoka upande mwingine kwenda upande mwingine kwa siku ambazo zinaamriwa kisheria. Kwa muda wa siku 30 basi kwenye pingamizi wajitokeze, na wanadai kwamba katika hizo siku hawakujitokeza watu, kwa mchakato ukaenda vizuri. Kwa hiyo hawakujitokeza, yani kutokea upande wote ambao dai kwamba kuna changamoto yoyote ya umiliki baada ya wao kueleza kwamba wanaadhimia kubadilisha eneo hilo na kuwapa watu fulani eneo hilo kutokana na maelekezo na kutokana na ushahidi unaothibitisha kwamba hilo eneo ni la hao ambao serikali kupitia Waziri Mkuu ilitangaza kwamba wapewe. Kwa hiyo kutokana na kwamba hakukuwa na mtu yoyote ambaye alipinga, waliweka pingamizi juu ya maamuzi hayo, waliendelea na utaratibu mwingine hadi ikafikia hatua ambayo Watanzania hao waliopaswa kupewa eneo hilo walipaswa kulipa kodi ya ardhi
na wao wakalipia ili hati yao itoke sasa. Kwa hatua ambayo hadi hivi sasa imestack kwamba hakuna chochote kilichofanyika baada ya hapo, ni baada ya kuingizwa kwa fedha kwa ajili ya kulipia pango la ardhi, mchakato umesimama, umefia hapo. Na historia inaonyesha kwamba hawa Tanzania kwanza wako wawili, na kwa kiasi kikubwa wamepambana sana kutafuta haki yao hadi waziri mkuu mwaka 2026 alivyotoa maelekezo hayo ndani ya mwezi mmoja hilo swala liishe. Wamepambana kwa muda wa miaka 8 kama sio 9, kwa sababu hili swala lilianza mwaka 2018. Mringa Estate iliuzwa kwa Bajuta Estate kama ambavyo waziri mkuu ameeleza hapo. Kwa kipindi hicho, wakati wa mauziano, hao watu ambao wanatakiwa wapewe eneo lao, wakati wa mauziano ilielezwa kabisa kwamba hili eneo ni lao, halipaswi kuingizwa kwenye biashara hii, lakini inaelezwa kwamba likaingizwa na mwisho wa siku ndio wakaanza kupambana kwa kipindi hicho kurudishiwa eneo lao. Kwa hiyo zaidi ya mawaziri 3 wamewahi kufika Arusha, wanasema leo tunaenda kuwapa eneo lenu. Wakiwa njiani unaambiwa mambo huwa yanabadilika ghafla na hilo zoezi linakuwa haliwezekani tena. Kwa hiyo kwenye report review tumeamua kutoa taarifa hii kuwafahamisha umma, hasa wale waliokuwa wanafuatilia juu ya kile ambacho kiliamriwa na waziri mkuu. Je, kimefikia kwenye hatua gani? Kwa kifupi tu, hakuna ambacho kiko rasmi ambacho tunaweza kusema kwamba tunaweza kukieleza, kwa sababu hata ofisi ya kamishna wa ardhi nao pia kuna namna ambavyo hawai wawazi sana kueleza kwamba hiyo hatua imefikia wapi. Lakini pia hawa ndugu ambao wao pia walipaswa kukabidhiwa eneo lao, tumejaribu kuwatafuta mara kadhaa kwa ajili ya kujua hatua gani zimefikia, hatujafanikiwa na juhudi za kuwatafuta zinaendelea. Lakini kwa sasa itoshe kusema tu kwamba hakuna kitu chochote ambacho kimeendelea baada ya agizo lile ambalo lilitaka mwezi mmoja hao ndugu wapatiwe eneo lao. Mimi naitwa Korumbe Babas na hii ilikuwa ni report review. Weka comment yako hapo chini kistaarabu. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tumamgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tumamgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tumamgamba Hardware, hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tumamgamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.